Ndugu wanahabari, sisi mawakili wa TLS tuko hapa kuongea nanyi hasa kuhusu mwenendo wa mashauri mbalimbali ya kijinai ambayo yameendelea kufunguliwa katika mikoa mbalimbali kote nchini yakiwahusu Watanzania mbalimbali baada ya uchaguzi mkuu wa 9 Oktoba mwaka huu. Na kama nakumbuka ndugu, ni kwamba wanahabari, tarehe 7 ya mwezi huu wa Novemba tulianza kuona katika mikoa mbalimbali watuhumiwa wakifikishwa mahakamani, wengine kwa makosa ya uhaini, wengine makosa ya unyang'anyi wa kutumia silaha, wengine kwa makosa ya uharibifu wa mali, wengine kwa makosa ya kufanya fujo, na baadhi kwa makosa ya kula njama. Na mpaka sasa tumekaa sisi mawakili, tumefanya utafiti na tumebaini kwamba mpaka ninapozungumza kwa maana ya leo, watuhumiwa mbalimbali katika mikoa ya Dar es Salaam, Dodoma, Iringa, Mara, Mwanza, Arusha, Njombe na Kilimanjaro na Kigoma wamefikishwa mahakamani. Na tutapata habari pia mchana huu kwamba baadhi pia wamefikishwa mahakama ya wilaya mkoa wa Mbeya masaa machache yaliyopita. Na watuhumiwa wengi, ndugu waandishi wa habari, ambao mpaka sasa hivi wameshafikishwa mahakamani ni vijana wadogo kati ya miaka 19 mpaka 25. Ndugu wanahabari, baada ya mashauri hayo kuanza kufunguliwa, tulikaa na kufanya tathmini ambapo tulibaini kuwa watuhumiwa walio wengi uwezo wao wa kisheria ni mdogo, na wengi hawana hata uwezo wa kulipia gharama za mawakili kwa ajili ya kuwakilishwa kwa mujibu wa ibara ya 13 ibara ndogo ya 6A ya Katiba Tanzania ya mwaka 77. Hivyo basi sisi mawakili wa TLS tumeamua kujitolea kutoa msaada wa kisheria, ikiwemo kuwakilisha mahakamani watuhumiwa wote waliofikishwa mahakamani tangu tarehe 7 ya mwezi Novemba, ambao wataendelea kufikishwa mahakamani pia, na wale ambao wataendelea kufikishwa mahakamani siku hadi siku bila malipo na bila masharti yote. Kwa hiyo Watanzania wote ambao mpaka dakika wameshafikishwa mahakamani, tutawasaidia kuwatolea msaada wa kisheria, kuwakilisha mahakamani, kuwatembelea magerezani huko waliposegelea kwa hapa Dar es Salaam, na ambao wanaendelea kushikwa vituo vya polisi bila gharama yoyote na bila masharti yoyote, kwa sababu ni Watanzania na wadeserve haki hiyo. Sasa ndugu wanahabari, tuangalie idadi ya watuhumiwa waliokuwa wanashikiliwa katika mahabusu mbalimbali nchini. Mpaka sasa inakadiriwa kwamba Dar es Salaam pekee zaidi ya watuhumiwa 400 walikamatwa. Kwa maana ya mkoa wa Dar es Salaam peke yake watu 400 plus walikuwa wanashikiliwa katika vituo mbalimbali vya polisi, hasa kituo cha polisi Oyster Bay. Mkoa wa Mwanza watu takriban 200, zaidi ya 200. Na kati yao nafikiri 172 wameshafikishwa mahakamani. Kilimanjaro kama 312, ambapo kati yao 300 wameshaachiwa na wamebakia watuhumiwa 12. Katika mkoa wa Tabora tunao watuhumiwa 5 wanaoshikiliwa mpaka sasa ambao walikuwa wanashikiliwa. Mkoa wa Mbeya zaidi ya watuhumiwa 300, mkoa wa Njombe zaidi ya watuhumiwa 10, mkoa wa Songwe zaidi ya watuhumiwa 200, na mkoa wa Kigoma zaidi ya watuhumiwa 10 walikuwa wameshikiliwa, na kati yao 11 nafikiri washapelekwa mahakamani. Ndugu wanahabari, baadhi ya watuhumiwa walikwisha fikishwa mahakamani na baadhi yao bado wanaendelea kufikishwa katika wanaendelea kushikiliwa katika mahabusu mbalimbali za polisi nchini. Katika watuhumiwa wote wapo walikuwa kabla ya uchaguzi mkuu. Kwa kwenye makundi ya watuhumiwa, hapo makundi ya aina 3. Kundi la kwanza kuna ambao walishikiliwa kabla ya 29, kwa maana tarehe 1, 2 mpaka tarehe 28. Kundi la pili ni siku ya uchaguzi wenyewe kwa maana ya 29. Na kundi la mwisho tuna makundi ya watu ambao wamekamatwa baada ya uchaguzi kwa maana ya tarehe 30, 31, tarehe 1 mpaka leo, kwa baadhi ya watuhumiwa ambao wanaendelea kukamatwa. Ndugu zangu, ni kwamba mpaka sasa baadhi yao tuwatembelea katika vituo mbalimbali vya polisi na tumeshuhudia mamia ya vijana wakiwa wamejazana katika vituo hivyo.
Kwa baada ya kubaini kwamba kuna baadhi ya watu ambao wanaendelea kushikiliwa, sisi kama mawakili hatukulala nyumbani. Tuliwatembelea katika vituo hivyo vya polisi, kwa mfano Dar es Salaam. Tumetembelea Oysterbay, tumeona vijana pale wengi. Tumeenda vituo vya polisi kama Mburahati, kuna watuhumiwa pale, na ameshuhudia wengine wakifikishwa mahakamani mapema mwishoni mwa juma lililopita. Sasa ndugu zangu wanahabari, tuangalie mpaka sasa idadi ya watu ambao wameshafikishwa mahakamani katika mikoa mbalimbali kote nchini. So ni muhimu pia mkapata taarifa. Ndugu wanahabari, ni vyema mkajua mpaka sasa ni watuhumiwa ngapi wameshafikishwa mahakamani na kwa makosa gani, ili mkaihabarishe umma wa Tanzania kama inavyoonyeshwa katika jadwali lifuatalo. Dar es Salaam tunawatumia mpaka sasa hizi 240 ambao wote tuma zao ni uhaini. Naomba kurudia hapo. Dar es Salaam tunawatumia 240 ambao wamefikishwa mahakamani kwa maana ya mahakama Kisutu kwa tuhuma za uhaini. Mkoa wa Mwanza tunawatumia 172 ambao wana tuhuma za unyang'anyi wa kutumia silaha, uchomaji wa mali, uharibifu wa mali na kufanya vurugu. Dodoma tunawatumia 32 ambazo tuhuma zao ni uhaini na wote wameshafikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Dodoma kwa hatua za awali kwa maana ya wanaita mwenendo kabidhi. Kigoma tunawatumia 11 wameshafikishwa mahakamani kwa tuhuma za unyang'anyi wa kutumia silaha kwa maana ya Kiingereza wanaita armed robbery. Iringa tunawatumia 89 ambao wamefikishwa mahakama ya hakimu mkazi Iringa jana kwa tuhuma za uhaini na unyang'anyi wa kutumia silaha. Njombe tunatumiwa 9 ambao wamefikishwa mahakamani Ijumaa iliyopita kwa tuhuma za uhaini. Arusha bado hatujadhibitisha rasmi, lakini tuna takribani sio taarifa rasmi, kwa mnaweza mkaamua kukoti au mkatumia lugha ya jumla, zaidi ya watu 60 huenda wakafikishwa mahakamani na baadhi wameshafikishwa kwa tuhuma za uhaini, lakini bado hajapata hati ya mashtaka. Kwa tukipata hati ya mashtaka tutawabrief. Tabora tunawatuhumiwa 5 ambao bado wanaendelea kushikiliwa polisi, lakini nao nimesikia kwamba watafikishwa mahakamani muda wote kuanzia sasa. Tutapata taarifa rasmi na mamlaka za Tabora. Bunda kwa maana ya mkoa wa Mara tunatuhumiwa 29 ambao hawa wanatuhumiwa na tuhuma za uhaini. Tarime watuhumiwa 9 tuhuma za uhaini, na mkoa wa Iringa kwa maana ya Mafinga watuhumiwa 45 nao kwa tuhuma za uhaini. Sasa ndugu waandishi wa habari, jumla inafanya kuwa na watuhumiwa makosa yote hayo kwa maana ya uhaini, kufanya kutumia silaha, kufanya fujo, uharibifu wa mali kwa maana ya uchomaji na uharibifu wa mali. Jumla watuhumiwa 641 mpaka leo wameshafikishwa katika mahakama mbalimbali kote nchini katika mikoa ambayo nimewatajia. Ndugu wanahabari, kutokana na makosa mengi yanayowakabili watuhumiwa kutokana na dhamana, ni kwamba waandishi habari niwaambie makosa ambayo tumeyasema hapa takriban yote hayana dhamana. Ni makosa ambayo ni unbailable kwa mujibu wa sheria za nchi yetu. Uhaini na makosa mengine hayadhaminiki. Baada ya mashtaka yao kusoma mahakamani, watuhumiwa wote walipelekwa mahabusu. Dar es Salaam kwa mfano wapo Segerea. Kwa Dar es Salaam nimesema huko katika gereza la Segerea. Adhabu ya juu kabisa ndugu wanahabari ambayo watuhumiwa wanaweza kupewa kama atakutwa na hatia ni kunyongwa hadi kufa kwa makosa kama ya uhaini, na adhabu inayofuatia kwa maana ya inayofuata kwa maana ya length ni kifungo cha jela maisha. Makosa kama ya armed robbery unafungwa maisha, na adhabu ya chini kabisa ya makosa haya kama atakutwa na hatia kwa makosa kama ya arson, uchomaji wa mali, ni kifungo cha jela miaka 30. Hivyo basi kutokana na uzito wa adhabu, naomba kurudia hapo. Hivyo basi kutokana na uzito wa adhabu hizo, tunaahidi sisi kama wakili kutoa huduma ya utetezi inayostahili na kwa kamilifu wake kwa mujibu wa sheria za nchi yetu kwa watuhumiwa wao. Ndugu waandishi wa habari, kama ambavyo mwenzangu amekwisha zungumza, taarifa hii kwa umma tunaitoa baada ya
ndugu wanafamilia kuwa wametuma maombi kwenye chama chetu, Chama cha Wanasheria Tanganyika, wakiomba pia msaada wa kisheria kwa ndugu zao, kama ambavyo Maduhu ameeleza kwamba wengi hawana uwezo wa kulipa gharama za mawakili. Kwa hiyo walituma maombi kwenye chama chetu cha Wanasheria Tanganyika, na sisi kama Chama cha Wanasheria Tanganyika tuna jukumu la kwa umma. Kwa hiyo tuna jukumu hilo, kwa hiyo tunalifanya hili jukumu kulingana na sheria yetu kifungu namba 4 cha TLS. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari, sisi tulipata fursa ya kuonana na watuhumiwa hasa wale ambao wako Dar es Salaam, na tumeonana nao mahakamani. Naomba hili likae sawa. Tumeonana nao mahakamani kwa wale ambao wako Dar es Salaam, na kwa wale ambao tumeona mahakamani na nyie waandishi wa habari mlikuwepo, wengine walikuwa na majeraha ambayo yanaonekana kabisa. Mliwaona walikuwa na majeraha, lakini pia wale ambao tulizungumza nao pia baadhi pia walituambia kwamba walipigwa, walikuwa na hayo, wameteswa na hayo majeraha pia ambayo yanaonekana, na jambo hili ni kinyume cha sheria. Lakini pia kwa sababu kama ambavyo nimesema walitueleza na tulikuwa mahakamani, tulieleza pia mahakama kuhusiana na hilo swala, na tuliomba kwamba mahakama itoe amri kwa wale ambao walikuwa na majeraha wakapatiwe matibabu. Tunashukuru kwamba mahakama ilitoa hizo amri na ilisema siku nyingine ambapo watuhumiwa wataletwa mahakamani, ripoti za matibabu ziwasilishwe mahakamani za hao watu. Lakini pia katika hali sio ya kawaida, ndugu waandishi wa habari, baadhi ya watuhumiwa walionekana wakiwa wengine wamevaa singlet. Kuna mtuhumiwa mwingine amevaa boxer na singlet. Simliona? Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba aidha pengine walikamatwa wakiwa nyumbani kwao, wakiwa majumbani, au hawalinyimwa fursa au hakupewa fursa ya kujistiri. Hiki jambo hili ni kinyume pia na misingi ya utu wa kawaida tu, hata kama wewe sio mwanasheria. Kwa hiyo inaonyesha kwamba hakupata fursa ya kujistiri, jambo ambalo ni kinyume na misingi ya utu wa mwanadamu. Ndugu waandishi wa habari, licha ya watuhumiwa kuanza kufikishwa mahakamani, lakini bado kuna watu wengine ambao wanashikiliwa kwenye vituo vya polisi. Wanaendelea kushikiliwa kwenye vituo vya polisi kinyume cha sheria, kwa sababu sheria inasema mtuhumiwa akikamatwa anapaswa afikishwe mahakamani ndani ya saa 24 au apewe dhamana ya polisi. Sasa akipita masaa 24 tayari huyo mtu anakuwa anashikiliwa kinyume cha sheria. Kwa mfano Dar es Salaam watuhumiwa zaidi ya 400 walikamatwa. Na hii idadi tulifahamu kwa sababu sisi tulikwenda kituo cha polisi Oysterbay kwa nia ya kuonana na wateja wetu, lakini hatukupewa fursa ya kuwaona. Tuliambiwa tu wako 400 na zaidi. Askari aliyekuwa front desk akawasiliana na OCS kwa sababu tuliambiwa hayupo, akatoa majibu kwamba haruhusu mtu kuonwa kwa wakati huo. Kwa hiyo hatukupewa fursa ya kuwaona tulipoenda pale kituo cha polisi Oysterbay. Kwa hiyo tuliambiwa watu 400 plus wamekamatwa, na takwimu za sasa ambao sisi tunazo ni watu 240 wamefikishwa mahakamani. Lakini pia tunafahamu kwamba kuna wengine wameshaachiwa kwenye vituo mbalimbali vya polisi, ikiwemo pia Oysterbay. Japo kuwa sasa hatujui idadi kamili ya ni watu wangapi ambao tayari wameachiwa. Vile vile pia ndugu wengi ambao watu wao ndugu zao wameshikiliwa kwenye vituo mbalimbali vya polisi wamekuwa wakinyima fursa ya kuonana na hao ndugu zao. Wamekuwa wakipiga simu kuomba msaada. Hivyo tunatoa wito pia kwa jeshi la polisi kuruhusu ndugu zao kuwaona katika vituo vya polisi, kwa sababu ni haki yao. Kama mtu ameshikiliwa kwenye kituo cha polisi, ndugu ana haki ya kwenda kumuona ndugu yake ambaye anashikiliwa kwenye kituo cha polisi. Na ni jambo la kisheria wala sio jambo la kificho. Ni jambo ambalo sheria inataka hivyo, kwamba kama kuna mtu anashikiliwa kituo cha polisi, ndugu yake, wakili wake, rafiki yake, mzazi wake
ana haki ya kwenda kumuona na kuonana naye, kwa sababu hata kama anashikiliwa haimaanishi kwamba haki zingine zote anakuwa amekosa. Kuna mahitaji pia ambayo mtu anakuwa anahitaji. Lakini pia kama ambavyo tumekwisha sema, watu wengine wanashikiliwa katika vituo vya polisi kabla ya uchaguzi mkuu na ndugu zao hawakupewa taarifa ya wapi walipo. Hii ilipelekea sintofahamu kubwa. Pengine unajua ndugu yako anapokuwa amekamatwa alafu unakuwa hujui kwa wapi, ukienda polisi upati labda nafasi ya kumuona, na hali iliyotokea nadhani wengine wanakuwa nafikiria wengine labda ndugu yao amefariki labda au nini, yani watu wako kwenye sintofahamu. Kwa ni muhimu sana kuepusha pengine hizi sintofahamu kwa watu ambao wanashikiliwa na vituo vya polisi. Polisi wawape nafasi au fursa ya ndugu kuwaona ndugu zao ambao wapo kwenye vituo vya polisi. Kama ambavyo nimeeleza, pia mawakili tulipata hiyo changamoto, na jambo hilo la kunyima fursa ya kuwaona ni kinyume cha sheria. Sasa baada ya kusema haya, ndugu waandishi wa habari, nini sasa wito wetu? Ndugu waandishi wa habari, tunatoa wito ufuatao kwa jeshi la polisi. Kwanza, linapaswa liwafikishe mahakamani wote wanaoshikiliwa katika vituo vya polisi, na kama hakuna ushahidi kulingana na upelelezi ambao wamefanya, tunaliomba jeshi la polisi liwaachie huru hawa watu ili wakaungana na wapendo wao, wakaungana na familia zao, lakini pia wakaendeleza majukumu ya kulijenga taifa. Mtu anapokaa ndani anakuwa hafanyi kazi, maana yake anashindwa kulitumikia taifa lake. Kwa ni muhimu wakapewa dhamana au wakaachiwa huru ili waweze kuendelea na majukumu mengine ya kulijenga taifa. Lakini pia tunatoa wito kwa jeshi la polisi kuwaruhusu ndugu, jamaa, marafiki, wazazi kuonana na ndugu zao ambao wanashikiliwa kwenye vituo mbalimbali vya polisi. Kama ambavyo mnajua watu wameshikiliwa kwenye vituo mbalimbali maeneo mengi nchini. Kwa hiyo wapewe hiyo fursa ya kuonana nao ili angalau waweze kuwapatia pengine hata na mahitaji na vitu vingine ambavyo kimsingi vinahitajika kwa mtu ambaye amekamatwa. Lakini pia tunatoa wito kwa jeshi la polisi kuruhusu mawakili wote nchini kuhakikisha kwamba wanaonana na wateja wao ambao wapo kwenye vituo vya polisi ili waweze kuwapa msaada wa kisheria. Msaada wa kisheria sio mahakamani tu. Kwenye vituo vya polisi pia watu wanahitaji msaada wa kisheria. Iwe gerezani watu wanahitaji msaada wa kisheria. Kwa hiyo watuhumiwa kama ambao tumeeleza wengi hawana uelewa wa kisheria. Kwa ni muhimu wakakutana na mawakili wao, wakazungumza nao, wakapata msaada ambao unastahili kwa mujibu wa sheria, msaada huo wa kisheria. Lakini pia tunatoa wito kwa jeshi la magereza kwa wale watuhumiwa ambao tayari wameshafikishwa mahakamani. Nadhani mnafahamu kwamba kuna baadhi ya watuhumiwa wamefikishwa mahakamani pasipo taarifa kwa ndugu au mawakili. Kwa hiyo walisomewa hati za mashtaka au mashtaka yao mahakamani pasipo kuwa na wakili au ndugu. Kwa hiyo wamepelekwa, na baada ya hapo wakawa wamepelekwa kwenye magerezani kulingana na kwamba tuhuma ambazo zinawakabili hazina dhamana. Kwa hiyo na haijaelezwa wazi kwamba wamepelekwa kwenye magereza gani. Kwa hiyo ni muhimu sasa jeshi la magereza kwa sababu mtu akishapelekwa gerezani jeshi la magereza na wajibu wa kuelezea au kutoa taarifa au kutoa utaratibu wa namna ya kuwaona ndugu zao, kwamba ndugu yako labda yuko gereza la Segerea au yupo Isanga Dodoma au yupo wapi, ili kusudi ndugu au wazazi, marafiki waweze kuwaona au kuwatembelea pia ndugu zao na kuwapelekea pia mahitaji ya kibinadamu. Kumbuka hawa ni watuhumiwa, na kwa mujibu wa katiba mtu yeyote anapaswa kutendewa kwamba kuonekana kwamba hana hatia. Sawa? Hiyo ni kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo hawa watu wana haki zote isipokuwa haki ya kwenda sehemu yoyote anapotaka. Kwa haki zingine zote za binadamu wanazo. Kwa hiyo wanahitaji kupata mahitaji yao mbalimbali ya kibinadamu, mavazi na mengineyo, mahitaji ambayo ni ya muhimu. Lakini pia jeshi la magereza kwa wakazi wa Dar es Salaam wengi watuhumiwa walipelekwa Segerea
Kwa ni muhimu tu ndugu zao wakafika Segerea, kwa wale ambao tayari wameshafikishwa mahakamani. Lakini pia tunawasihi sasa, tunatoa wito pia kwa ndugu wazazi au wanafamilia, watu ambao wameshafikishwa magerezani, waende na vitambulisho pia, kwa sababu utaratibu ukifika gerezani kwa mtu wa kawaida unatakiwa utoe kitambulisho. Hata sisi mawakili pia huwa unaonyesha kitambulisho chako. Kwa ni muhimu pia ndugu, marafiki wanaoenda kuwatembelea hawa watu waende na vitambulisho ili kukwepa pia kupata usumbufu. Sikiwa huna kitambulisho unaweza usipewe fursa ya kumuona ndugu yako. Sasa watu wanaweza kama safiri ametoka labda mkoani au mbali, alafu afike tena arudishwe kwa sababu tu ya kitambulisho hana. Kwa hiyo tunawasihi pia waende na vitambulisho kuwatembelea ndugu zao. Lakini pia tunatoa wito kwa mkurugenzi wa mashtaka nchini kutumia mamlaka yake ya kisheria kwa mujibu wa sheria mwenendo wa makosa ya jinai kufuta mashtaka haya, kwa sababu kwa tathmini yetu tunaona kwamba mashtaka haya ambayo yamefunguliwa kimsingi tunaona hana miguu ya kusimama kisheria. Kwa ni vyema mkurugenzi wa mashtaka katumia mamlaka yake ya kisheria kuyafuta haya mashtaka. Na kama ambavyo tumeeleza pia mwisho ni kwamba sisi tutatoa uwakilishi wa kisheria, na wote nadhani mnafahamu kwamba jana chama cha wanasheria Tanganyika kimetoa tayari orodha ya awali ya mawakili ambao tayari wanatoa msaada wa kisheria. Imeorodheshwa kwa mikoa mbalimbali: Dar es Salaam, Mbeya, Mwanza, Mara. Kwa hiyo tayari orodha ya awali imeshatoka ya mawakili. Kwa hiyo napenda pia kutoa hiyo taarifa kwamba tutatoa huo uwakilishi wa kisheria kwa watuhumiwa wote nchini na bila ubaguzi wa aina yoyote.